Allah subhanahu wa ta'ala amelikariri mara nyingi katika kitabu chake kitukufu, jambo ambalo wengi katika sisi tumeghafilika nalo na wengi katika sisi hatujaliandalia jambo hilo inavyotakikana. Ndugu zangu Waislamu, hakuna shaka kwamba jambo hilo ni mauti. Mauti yanamsubiri kila mtu. Kila aliye na roho anasubiriwa na mauti. Mauti ni kitu ambacho kinampeleka mtu katika kabr na kumuondosha duniani. Mauti ndiyo kipambanuzi baina ya nyumba hii ya dunia na nyumba ya akhira. Mauti ndiyo kipambanuzi baina ya wakati wa amal na baina ya kulipwa kwa amal. Ndugu zangu Waislamu, baada al-maut hakuna nafasi ya kurudi tena duniani. Na kwa upande wa hasanati, kwa upande wa thawabu, hakuna nafasi ya mtu kujizidishia thawabu. Na kwa upande wa madhambi pia hakuna nafasi ya kutubia na kutaka istighfar baada ya kufa. Ndugu zangu Waislamu, hakuna shaka kwa mtu yoyote kwamba kila mtu atakufa. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al jannata faqad faz wama al hayatud dunya illa mata'ul ghurur. ويقول الله سبحانه وتعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ndugu zangu Waislamu, mauti hayapambanui baina ya mtoto na mkubwa, baina ya mwanamume na mwanamke, baina ya kijana na mzee. Na mtu anapokufa anakufa kwa kumalizika umri wake na kumalizika ajali yake ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemwandikia katika tumbo la mama yake. Kila mtu tayari ameshaandikiwa siku yake ya kufa. Kila mtu ameshaandikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala umri atakaoishi hapa duniani. Kwa hiyo kila anayekufa, iwe ameuawa au ameteketea na moto au ameghariki baharini au mata hatfa anfi, huyu ni kwamba amekufa kwa ajali yake na umri wake uliowekwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wama kana li nafsin an tamuta illa biidhnillah kitaban muajjala waman yurid thawaba ad-dunya nu'tihi minha waman yurid thawaba al-akhirati nu'tihi minha وسنجزي الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله, hakuna nafsi yoyote inayokufa isipokuwa kwa idhni ya Allah. Kitaban muajjala, maandishi tayari yameshawekwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mauti, ndugu zangu Waislamu, kila mmoja ana uhakika kwamba atakufa. Kila mmoja
anatakiwa aiandalie mauti kwa amali njema na kwa tauba, arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla hayajamfikia mauti, iwe tayari amejiandaa vizuri kwa jambo hilo la mauti. Ndugu zangu Waislamu, wengi tumeghafilika na mauti. Vipi tunajiandaa na mauti kama bado tuko katika maasiya? Vipi tunajiandaa na mauti kama bado tunaendelea na kula riba? Vipi tunajiandaa na mauti kama bado tunaendelea na zinaa? Vipi tunajiandalia mauti kama bado tunaendelea na tembo na kusengenya na urongo na madhambi mengine makubwa? Ndugu zangu Waislamu, tuna ghafla kubwa, tumepewa ghafla kubwa. Shetani ametupa ghafla kubwa ya kutokumbuka mauti na kutojiandalia mauti kwa amali njema na tauba. Al-Imam Shafi'i rahimahullah يقول: تزود من التقوى فإنك لا تدري. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أرواحهم وقد أدخلت أجسامهم ظلمة القبر. وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. وكم من صحيح مات من غير علة. Wangapi walikuwa na afya zao wamekufa bila maradhi. Wa kam min saqimin aasha hina min ad-dahri. Wagonjwa wangapi wameishi miaka na miaka hawajafa. Wanaokufa ni watu wenye afya zao, wanaotembea mabarabarani na huku wana afya zao. Wa kam min sahihin mata min ghairi illa wa kam min saqimin aasha hina min ad-dahri. wallahu almusta'an. alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ndugu zangu Waislamu, ni wajibu wa kila mmoja wetu kujiandaa kwa mauti, kwa kufanya tauba, kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya amali njema, kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya amali njema na kuacha maasiya. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam يقول: أكثروا ذكر هذه من لذات الموت. الحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. أكثروا ذكر هذه من لذات. كثيرشeni kutaja kikata starehe. Akthiru dhikra hadhi min ladhati almaut. Kithirisheni kutaja kivunja na kikata ladha na starehe ambacho ni mauti. Tunatakiwa tukithirishe mara kwa mara mtu akumbuke mauti, mara kwa mara akumbuke waliokufa. Hii inamuhimiza na kusaidia mtu kurudi kwa Allah na kufanya amali njema. يقول أبو علي الدقاق الشافعي رحمه الله يقول: من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاث: بتعجيل التوبة
ونشاط في العبادة وقناعة في القلب. anayekithirisha kukumbuka mauti anakirimiwa kupewa mambo matatu: bitajili tauba, kuharakisha kutubia, wa nashatin fil ibada, na kuwa na nashat, uchangamfu katika ibada, wa qanaatin fil qalb, na kuwa na qanaa, ukinai katika moyo. wa man nasiya al maut uqiba bi thalath, mwenye kusahau mauti anaadhibiwa kwa mambo matatu: bitaswifi tauba, wa kasalin fil ibada, wa adami qanaatin fil qalb. mwenye kusahau kumbuka mauti anaadhibiwa kwa mambo haya matatu: kuchelewesha tauba, na uvivu katika ibada, na kutokinai katika moyo wake. Ndugu zangu Waislamu, ni lazima tukumbuke mauti, na Allah subhanahu wa ta'ala ametuelezea katika Qur'an na kutuamrisha kufanya amal. wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturadduna ila 'alimil ghaibi wash-shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. pia Allah subhanahu wa ta'ala ametuelezea katika Qur'an kwamba amali zetu zinahifadhiwa, maneno yetu yanahifadhiwa, amali zetu zinaandikwa, maneno yetu yanaandikwa, amali zetu zinadhibitiwa, na maneno yetu na vitendo vyetu vinadhibitiwa. kila tunalofanya, kila tunalosema linadhibitiwa. يقول الله سبحانه وتعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. hiki kitabu chetu kinakuambieni kwa haki, sisi tunaandika, sisi tulikuwa tunaandika yote mliokuwa mnayafanya. kwa hiyo amali zetu na maneno yetu yote yanadhibitiwa na kuandikwa. mtu atalipwa kulingana na vile alivyofanya, in khairan fa khairun wa in sharran fa shar. ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala pia ametuelezea katika Qur'an kwamba amali zetu zitapimwa siku ya kiyama. thawabu zikiwa nyingi, zikiwa nzito katika mizani, mtu anakwenda peponi, na madhambi yakiwa mazito kuliko thawabu, mtu anakwenda motoni. aadhana Allahu wa iyyakum minan nar. يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kufanya amali njema. tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kuyaandalia vizuri mauti. tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atutie peponi katika kwa rehema zake na fadhila zake. subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.